Hapa Kilifi kuna watu ambao wanamshauri gavana visivyo. Kwa sababu katika siasa hakuna uhadui wa kuendelea. Nimezungumzia kwamba umekuwa mwandani sana wa mama Aisha Jumwa. Hapo awali Aisha Jumwa amepigwa vita sana kuhusiana na uongozi wake. Toka alipokuwa mbunge wa Malindi, akaja akawa alikuwa women rep, akawa mbunge wa Malindi, alafu akaja sasa akapanda ngazi, akawa waziri. Baada ya kuwa waziri, mambo yakaja yakafanyika. Hivi sasa ni chairperson wa bodi wa barabara. Wengi wanasema kwamba mama Aisha Jumwa hakuna barabara Kilifi ameleta. Wengi wanasema Aisha Jumwa yuko pale tu kama kibaraka, lakini hana uwezo wowote wa control ile board. Maana hata elimu yake ni punguani. Sawa, hayo ni baadhi ya mambo ambayo wanazungumzia. Lakini nikija kwako wewe ambaye ni mwandani sana wa mama Aisha Jumwa, amekuwa pale, hayo yote tuyaache kando, tuzungumzie kuhusiana na barabara zetu hapa Kilifi County. Mama Aisha Jumwa amejipanga vipi? Asante. Mama Aisha Jumwa, yes, ni chairperson wa Kenya Roads Board. Kenya Roads Board, majukumu yake nafikiri unayajua. Na labda naweza kutajia moja. Kenya Roads Board kazi yake ni kutafuta pesa. Yes. Wakishapata pesa wanazipatia kwa hizi boards ambazo ziko. Tuko na KERA. KERA ni kumaanisha ni Kenya Roads Authority. Tuko na KURA. Kenya Urban Roads Authority. Yes. Then kuna KENHA ambayo ni Kenya Highway. Unaona? So jukumu la mama ni kutafuta pesa as the chair. Wakishapata zile pesa, hizi bodies zinaitwa, kila body inapewa pesa. Wakishapewa pesa, it is now the role of the MP kulobby kwa constituency yake. Oh yeah. Katika ile nafasi ya chairperson wa Kenya Roads Board, mama nafasi yake ni kutafutia pesa nchi mzima. Akishatafutia pesa nchi nzima, kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba the bodies ambazo zimewekwa hapo kisheria anazipa pesa. So ukisikia mwananchi anasema kwamba Aisha Jumwa hajaleta barabara, huyo hajui majukumu ya Kenya Roads Board chair. La pili, ukisikia mwananchi anasema Aisha Jumwa hajaleta barabara, ni mbunge wake ndo ni amlaumu, si Kenya si chairperson na Kenya Roads Board. Kwa sababu majukumu yake yeye hayampi uwezo wa kupropose kitu fulani. Acha nikupe mfano. Yes. Mheshimiwa Rais alikuja jaribuni mwezi uliopita. Na yule mama Aisha alikuja kule kama Roads Board chair wa Kenya. Na alipofika pale, mbunge wa Kilifi North Owen Baya 2 weeks back alikuwa amelobi ile barabara iongezewe from pale imepakia pale ile investors kuja upande wa Kasavu. Alipo lobby, aliyetilia mkazo ili iendelezwe ile ni Aisha Jumwa. So ukitaka mama aingilie mahali ni kwa kuna nia tayari. Lakini yeye binafsi ni mhudumu wa Kenya mzima. Hawezi lobby kwa barabara ambayo ni ya sehemu moja. Hapo atakuwa anaenda against the law. So wabunge wana hilo jukumu la kulobi. As I'm speaking, Ganze constituency kila mwaka inapata 44 million za KERA. Hiyo pesa inapeanwa na nani? Kenya Roads Board. Now this 44 million zikija sasa zinagawanywa. Kuna barabara ya kutoka Matanomane kuja Silala kuja Zakem kwenda mpaka Mwapula. Iko kwa KERA. Kuna barabara imeanza Ganze kuja Mwaeba kuja paka kwa Kumbu. Kuna barabara imeanza Bamba pale kwenda barabara ile ya kwenda Midoina. Kuna barabara kwa Kidubwa kule kuja mpaka Matanomane. Kuna barabara imeanza Matanomane kwenda Malanga. Zile barabara za Kenya Roads Board.
Na ukiangalia kila mwaka zile barabara zinawekwa pesa na zinatengezwa. That is the role of the KERA ambayo ziko under the MP. MP amechagua kamati yake pale ya KERA, wakiletewa zile pesa wanakaa with the regional office ambayo ni Kindagor, wanakaa wanapangilia hizo barabara, then contractor wana apply, wanapewa kazi, wanafanya. That is under KERA. Kenya pia inafanya kazi namna hiyo. KURA pia inafanya kazi namna hiyo. So jukumu la chairperson wa roads, jukumu kubwa ni la kutafuta pesa kwa hizi bodies ili pesa ikishaingia pale zinagawanywa. Hilo ndio jukumu lake. Yule hajakuwa chairperson wa roads pale ambao kazi yake ni kutengeneza barabara. No. Kazi yake ni kutafuta pesa kwa hizi bodies. Because bila kutafuta pesa hizi bodies hazifanya kazi. Yeah. Asante sana. Nadhani unazidi kupata kitu hapo, mtazamaji wangu. Unazidi kupata kitu ambacho tunazungumzia siku ya leo, na anajaribu kutoa taka za masikio yale maneno ambayo unasikia huko nje watu wakizungumzia. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Nataka tupate kushift gear zetu tuingie katika ulingo mwingine. Though tunasalia pale kwa siasa. Mimi utasema kwamba nakuchapa sana upande wa mama kwa sababu ni mwandani wa mama. Nikimkosa mama nimekupata wewe moja kwa moja, najua unaweza nijibu baadhi ama tunaweza sema 60% ya yale maswali ambayo ningemuuliza mama wewe unaweza kuyajibu. Moja kwa moja labda nikuulize ndugu yangu kuhusiana na siasa za hapa Kilifi County. Inasemekana kwamba wewe kama uko kwenye uongozi fulani, ukionekana na mama Aisha Jumwa basi chako kimotoni. Swala hili ni la ukweli ama ni propaganda? Okay, hili swala ambalo umeniuliza ni swala ambalo liko somehow dynamic kwa sababu kwengine havifanyiki hivyo. Mimi naamini baada ya broad based government kuundwa, kila mmoja ana uhuru wa kwenda kila mahali. Acha nikuregeshe nyuma kidogo. 2018 baada ya Mheshimiwa Raila kwenda kwa Rais Uhuru Kenyatta, mama Aisha Jumwa alienda kwa Ruto, na hiyo haikuwa na shida. But ikafikia wakati akaanza kuchapishwa huku na huku kwa sababu ya siasa ambazo sizo. Hapa Kilifi kuna watu ambao wanamshauri gavana visivyo, kwa sababu katika siasa hakuna uhadui wa kuendelea. Mimi siwezi simama mahali nikamtusi gavana Mung'aro kwa sababu yeye bado ni gavana wangu mpaka 2027. Kama niko na interest yangu ya mtu wangu mwingine ni after 2027, baada ya tarehe 8 mwezi wa 8. But kwa sasa ni wakati wa nani? Wa yeye. Okay. Ile swala la kwamba ukionekana na mtu mwingine mbali na gavana inakuwa kero. Hilo swala linaendelezwa na vibaraka wa viongozi ambao wako kwa serikali ya Mung'aro. Lakini mimi naamini Mung'aro mwenyewe angekuwa ni roho yake mwenyewe, hangekuwa hivyo, kwa sababu mimi nilimjua Mung'aro kitambo na hakuwa vile yuko sahihi. Mpaka hivi majuzi naona anatoa watu tu huku na huku na huku na huku. But mimi binafsi naona kwamba kuna watu wanampotosha, na akiendelea kupotoshwa namna hiyo, hata uwezekano wa yeye kuchaguliwa tena 2027 itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo hizo tetesi hizo kuna uwezekano wa 90% kwa sababu kuna mifano ambayo tunaiona kwamba ukishikana na kiongozi fulani, kama vile umesema kwamba ukishikana na Aisha unaonekana wewe ni, because wale wa karibu wa Mheshimiwa Mung'aro wanaona kabisa mpinzani wake wa karibu hata sio Jikithi ni Aisha. So wanafikiria labda mtu akienda kwa Aisha atatoa siri nyingi za Mung'aro. Ndio afadhali atolewe abaki kando ndio watu waendelee na mambo yao mengine. But siamini kwamba hiyo strategy ni nzuri kisiasa kwa sababu yule mnaomwona adui leo kesho atakuwa mtu mzuri ambaye anaweza kukusaidia. Okay. Hilo ni swala ambalo limekithiri sana ndani ya Kilifi County
na nilikuwa nataka kupata uthibitisho huo kutoka kwako kwamba hilo swala liko. Maanake watu wengi unapata kwamba inasemekana ukionekana ameshikana na huyu, basi moja kwa moja wewe ni kama umekwepa kambi, umeingia katika kambi nyingine. Lakini mchezo wa siasa ni mchezo mchafu na mchezo ambao hautabiriki. Maanake leo Adeshi yuko kwa Mng'aro, kesho yuko kwa Mama Aisha, kesho kutwa yuko kwa George Kiti. Wengi wenu ama wengi wetu ambao wanaingia kwenye siasa wanaingia na personal interest. Kwamba naenda pale Aisha Juma leo akinipatia milioni 1, basi nitampigia debe sana. Mng'aro akiniita pale akinipatia milioni 1.5, Aisha hana maana, Mng'aro ndio yuko na maana. George Kiti akiniita akiniambia wewe nitakuandika kazi, nitakupatia kazi hii, nitakupatia hivi, nitakupatia hivi. Mng'aro na Aisha Juma hawana maana, George Kiti ndio mwenye yuko na utu. Lakini yote 9 10 ni tusiuze kura zetu kwa shilingi 50 ndani ya miaka 5. Mengi umeyaona, mengi yanafanyika, mengi tunayaona sisi wenyewe. Si lazima utajue ni gani, si lazima uambiwe ni lipi. Mwenye macho haambiwi tazama na mwenye sikio haambiwi sikiliza. Cha kufanya ni akili yako kichwani ujue unachagua kiongozi ama unachagua mwanasiasa.